Uchina imetangaza mikakati mpya ya kulipiza kisasi ushuru mpya uliotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump kwa kuanzisha ushuru zaidi wa 50% kwa bidhaa zote zinazoagizwa kutoka Marekani. Kufuatia hatua hii, bidhaa zote kutoka Marekani sasa zitatozwa ushuru wa 84% na kuwa agizo hilo litaanza kutekeleza kuanzia kesho. Awali, utawala wa Washington ulitangaza kuwa bidhaa zote kutoka Uchina zitatozwa ushuru wa 104%. Mzozo wa kibiashara kuhusiana na viwango vya ushuru umesababisha mdororo mkubwa katika masoko ya kifedha duniani. Bei ya hisa katika masoko ya bara Ulaya na Asia kwa mara nyingine tena zimeanguka. Aidha, wateja wengi wameanza kuuza bondi walizonunua kutoka kwa serikali ya Marekani, ambazo mara nyingi ukisiwa kuwa uwekezaji salama zaidi duniani. Wachanganuzi wamesema kuwa wawekezaji wengi kwa sasa wanahitaji fedha zaidi au wanakisia kuwa uwekezaji nchini Marekani umekuwa hatari sana. Wapalestina 29 wakiwemo watoto wameuawa kwenye shambulio la anga lililofanywa na wanajeshi wa Israel mashariki mwa mji wa Gaza. Jeshi la Israel limesema kuwa lilikuwa linamlenga afisa mmoja mwandamizi wa kundi la Hamas. Ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wa BBC Yolanda Nell ikisimuliwa na Ahmad Bahaj. Picha za video zimeonyesha miili ya watoto waliofunikwa na vumbi wakibebwa kutoka kwa vifusi vya jengo lililoshambuliwa na jamaa hao na maafisa wa uokozi. Jengo hilo la ghorofa lilishambuliwa liko katika eneo la Shijaiya mashariki mwa mji wa Gaza. Wakazi wa eneo hilo wamesema kuwa eneo hilo si miongoni mwa maeneo ambayo Israel ilitoa tahadhari kwa raia kuondoka wiki iliyopita. Jeshi la Israel limesema lililenga afisa mmoja wa Hamas ambaye anahusika na kupanga pamoja na kutekeleza mashambulizi ya mara kwa mara nchini Israel na kuwa ilichukua hatua zaidi ili kuwalinda raia. Kundi la Hamas limetaja shambulio hilo kama mauaji ya kikatili. Unaendelea kusikiliza taarifa hii habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Chancellor mpya wa Ujerumani Friedrich Merz leo ametangaza rasmi mipango ya serikali yake ya muungano itakayoundwa hivi karibuni. Baada ya wiki kadhaa za mazungumzo, kiongozi huyo wa chama cha Christian Democratic ameahidi kuunda utawala uliodhabiti kwa pamoja na chama cha Social Democrat ambacho kwa sasa mataifa ya bara Ulaya yanaitegemea. Mbali na ahadi ya kuimarisha uchumi wa Ujerumani, Merz amesema kuwa suala la uhamiaji haramu ni sharti lisitishwe mara moja. Mkataba huo kati ya vyama hivi viwili uliharakishwa na mzozo wa kiuchumi unaokumba dunia kwa sasa. Muungano huo mpya haujajumuisha chama cha mrengo wa kulia cha AfD ambacho kilimaliza katika nafasi ya pili kwenye uchaguzi uliopita. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amesema atarejea nyumbani hivi karibuni ili kusaidia kutafuta suluhu la mzozo wa mashariki mwa nchi hiyo ambao maelfu ya watu wamelazimika kuhama makazi yao na wengine kuuawa. Kabila amekuwa akiishi nje ya DRC tangu mwaka 2023. Wataalamu wa masuala ya kisiasa wanasema Kabila anataka kurejea katika nyanja ya siasa wakati huu ambapo Rais Felix Tshisekedi anakabiliwa na mzozo wa kundi la M23. Rais Tshisekedi amenukuliwa mara kwa mara akimshutumu mtangulizi wake kuwa anaunga mkono waasi hao wa M23. Kiongozi wa vuguvugu la Mto Kongo au The Congo River Alliance AFC na M23 Corneille Nangaa amechapisha ujumbe kwenye mtandao wake wa kijamii wa X akisema kuwa ni fahari yake kumkaribisha tena nyumbani rais mstaafu Joseph Kabila. Na Marekani imesema kuwa inaunga mkono juhudi za kumaliza mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini haitahusika moja kwa moja na mazungumzo ya amani yanayoendelea. Akizungumza mjini Kigali, mjumbe maalum wa Marekani katika eneo la Maziwa Makuu Masad Balouz amesema kuwa Marekani itaendelea kutoa misaada ili kuafikiwa kwa mkataba wa kumaliza mapigano mashariki mwa Kongo. Wakati huo huo, raia watatu wa Marekani waliokuwa wamehukumiwa adhabu ya kifo kwa kuhusika na jaribio la mapinduzi nchini Kongo wamesafirishwa hadi Marekani ambako wataanza kutumikia kifungo chao cha maisha gerezani baada ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi kubadilisha hukumu yao ya kifo kuwa kifungo cha maisha gerezani. Hii ni BBC.
Msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwako na Robert Kiptum. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na kumbuka matangazo haya yanakujia kupitia redio wa shirika mbalimbali nchini Kenya, nchini Tanzania, Uganda na vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile msikilizaji, unayapata kupitia tovuti yetu ya bbcswahili.com na mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Swahili. Leo hii uko nami Phyllis Mwate na mwenzangu ni Sarafina Robi. Karibu Sarafina. Asante Phyllis. Msikilizaji, tukianza ni kuwa China imetangaza kupandisha ushuru kwa bidhaa za Marekani hadi 88%. Hatua hivi punde ya vuta ni kuvute ambayo inatishia biashara ya mabilioni ya dola kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Hapo awali Marekani iliweka ushuru wa zaidi ya 100% kwa bidhaa kutoka China. China inalaumu Marekani kwa ongezeko hilo. Victor Kenani na maelezo zaidi. Wizara ya fedha ya China imetangaza kuwa kuanzia kesho kutakuwa na nyongeza ya 50% ya ushuru kwa bidhaa zote zinazoagizwa kutoka Marekani. Nyongeza hii inafikisha jumla ya ushuru kufikia 84%. Makampuni 6 zaidi ya Marekani yamewekwa kwenye kile Beijing inachokiita kampuni zisizotegemewa, kumaanisha kwamba hawawezi kufanya biashara yoyote nchini China. Zaidi ya hayo, makampuni mengine 12 yameongezwa kwenye orodha tofauti ya udhibiti wa mauzo ya nje ambayo inapunguza mauzo yote kwao bila idhini maalum ya serikali. Hapo awali, Wizara ya Mambo ya Nje ya China ilirudia ahadi ya serikali ya kutochukua hatua ya kurudi nyuma mbele ya kile ilichokiita aina fulani ya uonevu kutoka kwa Marekani. Wakati huo huo, China imewasilisha malalamiko mapya kwa shirika la biashara ulimwenguni WTO dhidi ya nyongeza ya ushuru dhidi yao iliyotekelezwa na Marekani. Huku hayo yakijiri, Rais wa Marekani Donald Trump amesifu hatua yake ya kuziongezea ushuru bidhaa za nchi nyingi duniani zinazoingizwa Marekani, akisema ni muhimu kwa maono yake kwa ajili ya Marekani. Rais Trump amekiri kuwa mkakati wake wa nyongeza za ushuru kwa bidhaa zinazoingizwa Marekani kwa kiasi fulani umepitiliza, lakini amesisitiza maafisa wake wanafanya mazungumzo na nchi nyingi zinazotaka kufikia makubaliano ya kibiashara. Right now, China is paying a 104% tariff. Kwa sasa China inalipa ushuru wa 104%. Hebu wazia hilo. 104%. Kwa sasa inaonekana kuwa juu sana, ila wamekuwa wakitulipisha ushuru wa 100% hadi 125% kwa bidhaa zetu nyingi. Mataifa mengi yamekuwa yakifanya hivyo. Wametuibia sana, lakini sasa lazima wafanye makubaliano nasi, na nadhani watafanya hivyo. China wanataka kufanya makubaliano, ila hawajui waanzie wapi kwa sababu wanajivuna. They want to make a deal, they just don't know how to get it started. Because they're proud people. Masoko ya hisa barani Asia yameshuka zaidi baada ya Marekani kutangaza kuzibandika bidhaa za China ushuru wa zaidi ya 100%. Masoko ya hisa ya Japan na Australia yamesuasua, na sarafu ya Korea Kusini imeporomoka kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika kipindi cha miongo miwili. Masoko ya hisa kote duniani yamepoteza matrilioni ya dola tangu hatua hiyo ya Marekani kuanza kutekelezwa. Wawekezaji wanazidi kutiwa wasiwasi wa kuongezeka kwa ushuru ambao huenda ukautumbukiza uchumi wa dunia katika mgogoro mkubwa. Ushuru wa Rais Trump ndio ushuru mkubwa zaidi kwa bidhaa zinazoingizwa nchini Marekani kutoka mataifa ya nje katika historia. Katibu wa vyombo vya habari vya ikulu ya White House, Caroline Levitt, aliwaambia waandishi wa habari kuwa ni kosa kwa China kulipiza kisasi na kwamba Rais Trump atakuwa mwenye neema kubwa ikiwa wangetafuta kutatua mzozo wa sasa. Julian Gawis alifanya kazi kwa utawala wa Rais Biden nchini China. Akizungumza na BBC, alieleza msimamo wa Beijing. Their official messaging is really... Ujumbe wao rasmi unadhihirisha kwamba wamedhamiria kukabiliana na kile wanachoeleza kuwa ni shinikizo la Marekani hata kwa gharama kubwa, ya kwamba wamefanya maandalizi ya kiuchumi ya ndani kwa lolote litakalotokea, na kwamba wana mikakati kadhaa ya kujibu. Wanatumia lugha kama kupambana hadi mwisho. Aina hii ya maneno na misemo kwao inaonyesha kiwango cha ukaidi, na wanadai kuwa China inaweza kustahimili dhoruba. Claiming that China can weather the storm. Katibu wa Wizara ya Fedha ya Marekani Scott Bessent ametaja hatua ya China ya kuwekea bidhaa za Marekani ushuru wa 84% kama hatua ya kusikitisha na isiyo na tija kwa China. Bessent amesema washirika wa Marekani wanataka kujadili jinsi ya kusawazisha sera za kibiashara za China kwenye mazungumzo na maafisa wa Marekani. Bessent pia alionya China dhidi ya kujaribu kupunguza thamani ya sarafu yake kama njia ya kukabiliana na ushuru mpya wa Marekani. Hakusema
iwapo utawala wa Trump utaondoa hisa za makampuni ya China kutoka kwa soko la hisa la Marekani, akisema kuwa hilo pia linazingatiwa. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Na sasa je, vuta ni kuvute hii ya kibiashara kati ya China na Marekani inaathiri vipi na kwa kiasi kipi mataifa ya Afrika? Mwanauchumi kutoka Kenya, Ken Gishinga, anaeleza. Kwa kweli ni muhimu kusisitiza kuwa Marekani na China zina uhusiano mkubwa wa kibiashara. Sana hata kwa kimombo tunasema is a bilateral relationship of a lifetime. Na hiyo ni kusema kuwa kuna bidhaa nyingi ambazo zinapitia katika nchi hizi mbili. Kwa hivyo kuwa na hizi ushuru ambazo zimeletwa, kutakuwa na athari mbili. Jambo la kwanza, kutakuwa na bidhaa chache ambazo zitaanza kusafiri katika nchi hizi mbili, na huu unaweza fanya bei ya mafuta ianze kushuka kwa sababu kukuwa na upungufu wa biashara. Jambo la kwanza ni tunaona bei ya mafuta inaanza kushuka. Mtu anaweza sema inaweza kunufaisha nchi za Afrika, sana sana nchi kama Kenya ambazo zinapata mafuta kutoka nchi za ng'ambo. Lakini jambo la muhimu sana ni nchi hizi mbili zikiendelea zitaanza kutafuta soko mpya. China itaanza kutafuta soko mpya nchi ya Afrika, na Marekani pia itaanza kutafuta soko mpya. Na ukiangalia bara la Afrika linaweza kuwa na umuhimu sana kibiashara kwa sababu ni bara ambalo liko na population ambayo inazidi bilioni 1, iko na vijana wengi. Ukiangalia umri wa wastani, hii inaweza kunufaisha nchi za Afrika kabisa. Na tumeona kwamba soko za hisa katika mataifa mengi zimekuwa zikianguka. Je, utazungumziaje Afrika Mashariki, mfano Kenya, Uganda, Tanzania? Unaweza sema tangu mgogoro huu uanze zimeathirika? Ndio, zimeathirika. Ukiangalia sana sana soko la hisa la Kenya, tunaona juzi bei zilishuka kwa kiwango kikubwa ambalo haijaonekana katika mwaka mmoja uliopita. Na ukiangalia kampuni ambayo wengine wanapenda kununua, kampuni kama Safaricom, Equity, KCB, hizi ni kampuni ambazo utapata geni wengi wanapenda kununua hisa za hizi kampuni. Hizo pia zimeshuka. Tumeona karibu bilioni 33 ikitolewa katika ile value wa soko la hisa la Nairobi. Kuna kampuni 57 katika soko la hisa la Nairobi. Na ukiangalia katika hizo 31 zimepoteza bei. So kwa hivyo inakuonyesha kumekuwa na athari kubwa pia hapa nchini Kenya na Afrika Mashariki. Je, ni ipi nafasi ya Afrika lakini katika kujenga ushirikiano wa kibiashara? Je, ina fursa yoyote ya kujenga ushirikiano wa kibiashara na mataifa haya makubwa ambayo sasa wao wanazozana? Inaweza pata nafasi kubwa sana kwa sababu sana idadi ya watu imezidi bilioni 1. So ni watu ambao watakuwa na umuhimu sana kibiashara. Ndipo sasa umeona kampuni mingi sana zimeanza kukuja katika bara ya Afrika. Ukiangalia kampuni hizi za McDonald's, hizi za KFC, ni kwa sababu zinaona hapa ndio vijana wako, hapa ndio umri iko chini na watu watakuwa wanatamani bidhaa mbalimbali ambazo zinaweza toka huko nchini hizo. So utaona kutakuwa na huo mvutano. China na Marekani anaweza kuwa na ule ushawishi mkubwa sana. Bidhaa kama simu, bidhaa kama vyakula, bidhaa kama gari, nguo zitapewa kipaumbele. Wadadisi wengi hasa wa masuala ya kibiashara wamekuwa wakisema kwamba hatua hii ambayo Donald Trump anachukua huenda ikawa na athari kubwa zaidi hivi karibuni tu kwa Marekani. Je, yapi maoni yako? Kwa maoni yangu naona bado ni mapema sana, na Trump atatumia ushuru hizi kuwa na deals na nchi zingine. Kama sasa utaona nchi kama Korea ya Kusini tayari imetuma wajumbe huko Marekani waanze kuongea, na kuna zile ushuru ambazo zitatolewa, kuna ushuru zingine zitabaki. Kwa hiyo ni mapema sana. Trump anataka kutumia hizi nchi kadhaa zije katika meza ya kujadiliana, na katika hayo majadiliano kutakuwa na ile kupa nikupe, itafanya hakutakuwa na huo wasiwasi ambao watu wanaanza kutabiri saizi. Na mnaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii: China imejibu ushuru wa 100% uliowekwa na Marekani kwa mauzo ya nje ya taifa hilo kwa kutangaza ushuru wa ziada kwa bidhaa za Marekani. Raia watatu wa Marekani waliohukumiwa kifo katika jaribio la mapinduzi lililofilimiwa mwaka wa jana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waachiliwa kuhamishwa hadi Marekani wanakotarajiwa kutumikia vifungo vyao. Na watoto nchini Sudan Kusini wanafariki kutokana na maambukizi ya kipindupindu kwani wanakosa kufika kwa wakati ufao kwenye hospitali baada ya Marekani kupunguza misaada. Hii ni BBC.
Bila shaka msikilizaji, na karibu tena, tuendelee kukupasha habari tulizokuandalia hii leo. Tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo taifa hilo na kundi la waasi la M23 walitazamiwa kufanya mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja hii leo mjini Doha, ila inasemekana kwamba mazungumzo hayo yameahirishwa, huku tarehe ya mazungumzo hayo kufanyika tena ikiwa haijatengwa tena upya. Roncliffe Odit na maelezo zaidi. Huu ulikuwa mkutano wa kwanza ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika kati ya waasi wa M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kundi la M23 kuteka maeneo kadhaa mashariki mwa DRC ukiwemo mji wa Goma. Hakuna sababu kamili ambazo zimetolewa za mbona mkutano huo umeahirishwa, ila wandani wa serikali ya DRC wanasema mwaliko wa mkutano huo ulifika kuchelewa. Mwezi uliopita, Qatar iliwapatanisha rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi, na viongozi hao wawili walikubaliana kusitisha mapigano. Waasi wa M23 wamekuwa wakitaka kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya DRC, pendekezo ambalo rais Tshisekedi alikuwa amelikataa. DRC, Umoja wa Mataifa na majumuiya ya kikanda yanaishtumu Rwanda kwa kuunga mkono M23 na kuwapa msaada wa silaha na msaada wa kijeshi, ingawa Rwanda inakanusha hilo. Akihutubia kikao cha kuashiria mwanzo wa mfululizo wa kumbukumbu za mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 jana Jumanne, rais wa Rwanda Paul Kagame amesema bila kuzitaja nchi zozote kuwa zinapaswa kuyashughulikia matatizo yao na kumwacha yeye yakabiliane na ya kwake. Mwezi Disemba mwaka jana, mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Angola yalivunjika baada ya Rwanda kuitaka serikali ya Kongo kuzungumza moja kwa moja na M23. Siku moja tu baada ya M23 kujiondoa kwa mazungumzo ya amani, tarehe 18 mwezi Machi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana Katari kwa mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana, mpatanishi mkuu akiwa Amir wa Qatar. Haya yanajiri baada ya Angola kujiondoa kama mpatanishi mkuu wa mzozo huo na kundi la waasi la M23 kusonga mbele kwa kasi na kuchukua udhibiti wa miji miwili muhimu, Goma na Bukavu. Mzozo wa mashariki mwa Kongo umedumu kwa muda sasa, madini yakitajwa kama kichocheo kikubwa. Mzozo huo umeongezeka haraka tangu Januari ya mwaka huu na maelfu ya watu wameuawa na mamia ya maelfu kulazimishwa kuyakimbia makazi yao.